Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Askofu Dr. Alex Malasusa amesema ushirikiano uliopo kati ya KKKT na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani umekuwa chachu kubwa katika kuendeleza kazi ya Mungu Tanzania na Marekani. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za mikoa kuhakikisha stendi zinazojengwa kwa ajili ya mabasi zinatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na si kwa shughuli nyingine. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imechukua hatua mpya za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu, huku nchi wanachama zikiahidi kuboresha mifumo ya elimu, kuongeza uwekezaji kwa walimu na kuimarisha upatikanaji wa elimu yenye usawa katika ukanda huo. Na makundi ya wahalifu nchini Nigeria yamekusanya karibu dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka uliopita. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rose Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye utasomewa habari kutoka mataifa mbalimbali. Na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuletea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko jijini Arusha. Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Askofu Dr. Alex Malasusa amesema ushirikiano uliopo kati ya KKKT na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani umekuwa chachu kubwa katika kuendeleza kazi ya Mungu Tanzania na Marekani. Amesema hayo akiwa jijini Arusha katika mkutano wa undugu kati ya KKKT na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani ELCA uliofanyika mkoani Arusha na kuhudhuriwa na viongozi wa dayosisi mbalimbali zilizopo hapa nchini zenye urafiki katika sinodi mbalimbali zilizopo nchini Marekani, ambapo zimewakilishwa na viongozi wa sinodi hizo kutoka nchini Marekani. Amesema mahusiano yaliyoko yamedumu kwa muda mrefu hadi sasa na yamekuwa na manufaa makubwa baina ya nchi ya Tanzania na Marekani katika kujenga mwili wa Kristo. Tunahitajiana na pia kukumbushana katika swala zima la Injili, swala zima la kukua kwa kanisa. Wakati wenzetu kule kanisa linapungua watu, sisi hapa kanisa linakuwa. Kwa hiyo je, tunawezaje kuwasaidia ili tuweze kwenda kwa pamoja? Uhusiano huu wa ELCT na ELCA umekuwepo kwa miaka mingi. Kwa hiyo tunawashukuru wale waliotangulia na kuona umuhimu wa makanisa haya kuwa na uhusiano, kama ambavyo tuna mahusiano katika makanisa mengine kama kule Ujerumani na kule nchi za Scandinavia na mahali pengine pengi. ELCT yani KKT, mara zote tunapenda kuona wenzetu wanafanya nini, lakini pia kuna mambo gani ambayo na sisi tunaweza tukawa mchango katika kanisa ile, kwa sababu sisi hatufanyi kazi tu na Watanzania, lakini tunafanya kazi katika ulimwengu, kwa sababu Yesu aliujia ulimwengu, hakujia mtu binafsi. Pamoja na kwamba imani ni ya mtu binafsi, lakini je, tunawezaje kutumia mbinu mbalimbali ili tuweze pia kuhubiri Injili katika ulimwengu ambao Mungu ametupa. Aidha, amesema yapo mambo mengi ya kujifunza na kufanya kwa pamoja, ikiwemo huduma za vijana, huku akitolea mfano wa tamasha la Twende Zetu kwa Yesu linaloandaliwa na Dayosisi ya Mashariki na Pwani kupitia Upendo Media. Tuna mambo mengi ambayo tunaweza tukajifunza au tukafanya kwa pamoja, kama shule za Biblia, vyuo vikuu, kazi za upendo kwa maana diakonia na mambo mengine kadhaa. Lakini tusisahau sana vijana, huduma kwa vijana ni jambo ambalo hata wenzetu wamependa sana kujifunza. Mfano tukio ambalo linafanywa katika Dayosisi ya Mashariki na Pwani, lile la Twende Zetu kwa Yesu, nalokusanya vijana. Kama mnavyofahamu, mwaka huu walikusanya zaidi ya vijana 35,000. Vitu kama hivyo wanataka kujua tunawezaje, lakini pia na matukio mengi yanayofanywa, kwa mfano uinjilisti kule Shinyanga, kule Mwanza, Mtwara na maeneo mengine. Kwa hiyo tunao mambo mengi ya kuweza kubadilishana vipawa. Awali akihubiri katika ibada hiyo ya ufunguzi wa mkutano huo, Askofu Stacie Filda kutoka Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani amesema kupitia kusanyiko hilo fursa mbalimbali zimejitokeza, huku askofu wa KKKT Dayosisi ya Dodoma, Askofu Christian Ndosa, akieleza namna ambavyo amenufaika na undugu huo.
Jesus, whose entire ministry was about restoring relationships between people and communities and God. Jesus, who healed not just body, but spirit and relationships as well. That is the connection we are here to make this week. Kule Dodoma tumeshirikiana nao kwa mambo mengi na makubwa sana. Mwaka jana tulipokea pikipiki 41 na tukazigawa kwenye maeneo ya misioni kwenda kufanya kazi. Hivi tulivyokuja tukianza mkutano huu tumepokea zingine za kutosha kabisa kuendelea na huduma hii. Kwa hiyo ushirikiano huu na Dodoma ni mzuri na tumeendelea kuhusianisha. Na wametueleza hapa wenyewe katika vikao vyetu mbalimbali kwamba mwamko wa mahusiano haya umekuwa mkubwa sana na wanaendelea kushirikiana pamoja nasi katika huduma mbalimbali. Mkurugenzi wa mahusiano wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani, B. Alson Richard, pamoja na kumshukuru mkuu wa KKKT, ameeleza lengo la mkutano huo ni kubadilishana uzoefu katika maeneo mbalimbali, huku mratibu wa vijana ambaye pia ni kaimu mratibu wa maandiko KKKT, mchungaji Frank Mng'ong'o, akieleza ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za kanisa na jamii kwa ujumla. Tunaona hapa kuna makanisa mengi. Kanisa ni kubwa sana, na sisi wa Marekani wa ELCA tunahitaji kujifunza kwamba tufanye nini mpya. Tunaona kuna vijana wengi kwenye kanisa, na sisi tunajua kuna vitu ambavyo tunahitaji kujua bado, na tunawashukuru sana kwa Askofu Malasusa na wachungaji wote na maaskofu wote kwa KKT kwa kutukaribisha. Katika maonyesho haya tukishirikiana na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani ELCA, tumepata nafasi ya kukaa pamoja kujadili mambo mbalimbali ambayo yanalenga kulijenga kanisa na kuliimarisha, na hasa katika kuimarisha mahusiano baina ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania pamoja na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Marekani. Pamoja na hiyo pia mimi kama mratibu wa vijana pia katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania tumepata nafasi nzuri ya kushare mambo yanayohusu vijana, changamoto ambazo wanapitia vijana wa Tanzania, lakini vijana wa kanisa la Marekani, kwa ajili ya kuendelea kuimarisha umoja wetu na kuona namna gani, njia gani za pamoja kama viongozi wa kanisa, viongozi wa vijana, tukijenga umoja na kuhakikisha kanisa halipotezi vijana. Kauli mbiu za mkutano huo zinasema kuja pamoja ni mwanzo, kukua pamoja ni maendeleo, kufanya kazi pamoja ni mafanikio. Kikubwa ambacho kimeweza kujadiliwa hapa kwa siku hii ya leo ni pamoja na kukuza mashirikiano kati ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania pamoja na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Amerika. Kutoka hapa katika bustani hizi za Meru Forest, mimi ni Elihuruma Chao. Kutoka jijini Arusha, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za mikoa kuhakikisha stendi zinazojengwa kwa ajili ya mabasi zinatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na si kwa shughuli nyingine. Dkt. Nchemba ametoa agizo hilo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum aliyewakilisha vyuo vikuu Asha Juma Feruz, aliyetaka kujua upi ni mwongozo wa serikali katika kuhakikisha miundombinu ya usafirishaji iliyojengwa inayolindwa na kutumiwa kwa manufaa ya wananchi wote. Pasiwepo na kushusha abiria nje ya stendi wala kupakia abiria nje ya stendi. Kwa wale wa kupanda wapandie stendi na wale wa kushusha washushiwe stendi. Lakini kwa yule ambaye hashushi, tulisema hakuna ulazima wa kupita kwenye stendi za barabarani kwa ajili tu ya kwenda kulipa fees. Fees za aina hiyo zinakuwa faini, kwamba kwa kuwa umepita kwetu lazima ulipe. Tuliona hiyo inaweza ikaangaliwa ili kupunguza gharama. Lakini lile la stendi, ni waombe wa Tanzania, ni waombe waheshimiwa wabunge, ni waombe na wadau, huu ni uwekezaji wa fedha za walipa kodi. Lazima wote tuwe na huruma na fedha ya walipa kodi na matumizi yaliyokusudiwa yaweze kutumika. Katika hatua nyingine, amesema ni muhimu kwa jamii na serikali kuweka mkazo maalum katika kuwalinda na kuwajenga watoto wa kiume katika misingi imara wa kujitambua
na kujithamini, tofauti na ilivyo sasa ambapo wanakabiliwa na hatari kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Aidha, amehimiza ushirikiano wa wazazi pande zote mbili ili kuhakikisha watoto wa kiume wanakuwa katika mazingira salama na yenye maadili mema, kwani ndio wanaounda misingi wa taifa la baadaye. Hivi sasa taifa letu linapitia changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Na hii inasababishwa na mabadiliko ya tamaduni, malezi na mifumo ya kijamii. Kwa sasa kumekuwa na dhana ya kwamba shule zetu zinazobeba wanafunzi wa jinsia moja, nako kumekuwa na changamoto ya vitendo vya usagaji na ushoga. Je, serikali haioni sasa umefika wakati wa kuondoa utaratibu huo ili kukabiliana na changamoto hii? Kuwaomba Watanzania kwamba sasa tuwazingatie watoto wote, hata watoto wa kiume kwa sasa wako hatarini sana. Wako hatarini sana. Na pengine hatari ambayo wanaipata watoto wa kiume kwa sasa inaweza ikawa kubwa kuliko hata lile tulilokuwa tunaliona tatizo kwa watoto wa kike. Kwa hiyo jambo hili, pamoja na kwamba lina balozi, pamoja na kwamba lina wizara, pamoja na kwamba serikali inasukuma, lakini nchi nzima kuanzia ngazi ya familia, taasisi za dini, taasisi za kijamii, tutambue kwamba hili ni jambo ambalo linahitaji mshikamano wa nchi nzima ili tuweze kukabiliana nalo. Vinginevyo tutakuwa tunahatarisha hatima ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama kiongozi wa shughuli za serikali taendelea kufanya uratibu wa sekta hizi zinazohusika pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ili tuweze kuhakikisha ni namna gani tunaongeza kasi ya kukabiliana na mambo ya aina hii. Tukirejea tena jijini Arusha, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imechukua hatua mpya za kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu, huku nchi wanachama zikiahidi kuboresha mifumo ya elimu, kuongeza uwekezaji kwa elimu na kuimarisha upatikanaji wa elimu yenye usawa katika ukanda huo. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kikanda wa elimu wa EAC uliowakutanisha zaidi viongozi na wadau 600 wa elimu kutoka nchi 8 unaofanyika jijini Nairobi, Kenya, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC Beatrice Okul amesema mkutano huo unatarajia kujadili changamoto za ubora elimu na upatikanaji usio sawa na fursa na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. This conference proceeds from a simple but consequential understanding. The future of East Africa will be determined by what mustakabali wa Afrika Mashariki utaamuliwa kwa kiasi kikubwa katika kile kinachotokea katika madarasa yetu leo. Jumuiya yetu ina zaidi wananchi milioni 300 na ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa na ni miongoni mwa maeneo yenye idadi kubwa ya vijana duniani. Hivyo tunapaswa kubadilisha nguvu hiyo ya idadi ya watu kwa mtaji wa watu, uzalishaji na hatimaye ustawi wa kiuchumi. Utajiri wetu mkubwa haupaswi kuingiliwa tu katika rasilimali zilizopo chini ya ardhi, bali pia katika akili, ubunifu na uwezo wa wananchi wetu. Elimu ndio daraja muhimu la kuwezesha vijana kutumia uwezo huo na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya ukanda. Kauli mbiu ya mkutano huu, kutoka ahadi hadi matokeo, wanaweka wazi wajibu uliopo mbele yetu. Tumeshuhudia sera zikitungwa, mageuzi yakifanyika, bajeti zikiongezwa na mifumo mbalimbali ya ushirikiano ikiwekwa. Lakini changamoto kubwa ni kuhakikisha ahadi hizo zinabadilika na kwa matokeo yanayoonekana katika maisha ya watoto na vijana wetu. Swali muhimu tunalopaswa kujiuliza ni kama watoto wetu wanapata elimu yenye ubora, na kama vijana wanajengewa maarifa na ujuzi unaowaandaa kwa maisha, unaowaandaa kwa maisha ya ajira na mahitaji ya kiuchumi yanayobadilika. People acquiring skills the economy needs? Are our system preparing them for a world being transformed by AI? Education policy must be judged not by the elegance of our... Mwenyekiti wa baraza la mawaziri la EAC Rebecca Kadaga amesema kuna muhimu wa nchi wanachama kuainisha sera za elimu, mitaala na mfumo wa kutambua sifa za kitaaluma ili kurahisisha wanafunzi na wataalamu kutumia ujuzi wao katika mataifa mbalimbali ya ukanda huo. Katika miaka miwili iliyopita tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza jijini Arusha, jumuiya imepiga hatua katika kuimarisha ushirikiano wa elimu, ikiwemo kuanzishwa kwa eneo la pamoja la elimu ya juu ya Afrika Mashariki linalolenga kurahisisha utambuzi wa sifa za kitaaluma, kuongeza uhamiaji wa wanafunzi na wataalamu wa pamoja, kuimarisha ubora wa elimu katika nchi wanachama. Aidha, mkakati wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa kuainisha elimu ya ufundi na stadi unaweka msingi wa kuimarisha mafunzo yanayozingatia umahiri, kutambua sifa za wahitimu katika nchi mbalimbali
mbalimbali na kuhakikisha ujuzi unaotolewa unaendana na mahitaji ya viwanda na soko la ajira linaloendelea kubadilika. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa zinazohitaji hatua za pamoja, zikiwemo watoto wengi walio nje ya mfumo wa elimu, kiwango cha wanafunzi wanaoacha masomo, changamoto za mpito kutoka ngazi moja ya elimu kwenda nyingine, na pengo kati ya ujuzi wa hitimu na mahitaji ya soko la ajira. Ni muhimu kwa nchi wanachama kuendelea kushirikiana, kuwajibishana na kuimarisha utekelezaji wa mipango iliyokubaliwa, huku zikijenga mifumo ya elimu yenye uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia wa Tanzania, Profesa Abdulf Mkenda, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha elimu ya msingi, kuwekeza kwa walimu na kukuza ujuzi unaowezesha wanafunzi kukabiliana na mabadiliko. After the first conference 2 years ago, we actually have steps that we must take and we must report back. So our discussion in this conference, partially also we have to tell each other. Baada ya mkutano uliofanyika miaka miwili iliyopita, tulijiwekea hatua mbalimbali ambazo zilipaswa kuchukuliwa na hatimaye kutoa taarifa ya utekelezaji wake. Hivyo, sehemu ya majadiliano yetu katika mkutano huu ni kueleza tumefikia wapi katika kutekeleza ahadi tulizojiwekea kuhusu kuhakikisha elimu inaendana na mahitaji ya soko la ajira na namna tunavyoandaa vijana wetu kupata ajira au kujiajiri. Tanzania imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu. Tunaendelea kuongeza mkondo wa elimu ya sekondari unaozingatia elimu ya ufundi na stadi za kazi. Kwa hiyo, kutakuwa na mikondo miwili ya elimu ya sekondari, mkondo mmoja ukiwa na elimu ya jumla na mwingine ukiwa na elimu ya ufundi na stadi za kazi. Hii ina maana kwamba mwanafunzi anapomaliza elimu ya sekondari ya ngazi ya chini, hatapata tu cheti cha kuhitimu sekondari, bali pia atapata cheti cha ufundi kitakachomwezesha kuingia katika soko la ajira moja kwa moja. Each administrative district in Tanzania, to ensure that there is an opportunity to train or retrain yourself if you want to be able to align yourself with the market. Kutoka jijini Arusha, makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Kutoka jijini Arusha, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam. Serikali imewataka wadau wa sekta ya uvuvi nchini kujiandaa kikamilifu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya uvuvi, ikiwemo ongezeko la vipindi vya jua kali pamoja na mvua za El Nino zinazoweza kuathiri mazalia ya samaki na kuhatarisha uhimilivu wa sekta hiyo. Hayo yameelezwa na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Profesa Mohamed Sheikh, wakati wa hafla ya kutambulisha mradi wa ustahimilivu wa rasilimali za uvuvi dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa jamii za wavuvi wadogo katika ukanda wa Pwani, ambapo amesema serikali imeendelea kufanya juhudi mbalimbali katika kupunguza madhara, huku akiwataka wavuvi kuendelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa ili kuepuka madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya bahari yanaathirika. Nadhani mamlaka yetu ya hali ya hewa tayari wameanza kutangaza kwamba kuna uwezekano wa kutokea El Nino kubwa kwa mwezi wa Novemba. Kwa hiyo kwa upande wa wavuvi tunaomba waanze kuangalia mienendo yao, hasa kwenda baharini masafa marefu, iwe tunafuatilia vyombo vya habari na ushauri wa kitaalamu ili kuhakikisha tunaweza kuepuka madhara ambayo yanaweza kutokana na hiyo El Nino ambayo inaitwa Super El Nino ambayo inaweza katokea kati ya mwezi Novemba na inaweza ikasababisha madhara hasa kwa upande wa uvuvi. Tunajua kwamba kwa mfano samaki wanapungua hasa kwenye maji ya kawaida, lakini pia tunaona kwamba uzalishaji wa mwani sasa unafanya watu wabadilike kutoka kuvua au kulima mwani kwenye maji kidogo, sasa inabidi waende kwenye maji mengi. Lakini pia tunapoona yale maeneo ambayo yalikuwa yanalimwa hasa kilimo cha kawaida sasa yamebadilika, yamekuwa ni kama jangwa. Lakini pia tunaona kabisa kwamba matumbawe kwa asilimia kubwa yameathirika. Kwa hiyo kuwepo kwa projekti hii itasaidia sasa watu kwanza kupata kufahamu vipi wanaweza kukabiliana na mabadiliko haya ya tabia nchi. Lakini akizungumzia mradi huo, mtafiti wa sera na sheria za bahari Fredi Kungu amesema lengo la mradi huo ni kukusanya maoni ya wavuvi wadogo juu ya namna wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, sambamba na kujenga uwezo kwa viongozi wa ngazi mbalimbali za serikali katika kutumia njia za asili na za kisayansi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Basically ni kupata zile local and regional contexts fishermen on a day-to-day basis. Ni observed climate risks zipi wameziona, impact ni zipi kwa their fisheries livelihoods,
na what are the adaptation practices wanatumia on a day-to-day basis. And then from there tutakuwa na ya mwisho ambayo itakuwa ni capacity building component. Tutatarget policy makers kutoka national kuelekea hivyo hadi BMU levels kule kwa shehia na beach management units. Basically ni ku capacity build how decision makers to be able to integrate science pamoja na indigenous and traditional knowledge. Hiyo mabadiliko ya tabia za nchi, kama maeneo itakuwa tayari tumeanza leo kuyatengeneza, hata ile kasi ikija inapungua. Hapa tumedhibiti na serikali imetuambia tufanye hivyo na tunafanya kwa kina. Lakini kwa upande wa usimamizi wa matumbawe na mwani, matumbawe kweli tutasema sisi ni askari ambao kuwa serikali imetuangalia. Ukiacha wale ambao kuwa wana ajira, lakini katika jamii tumeunda kamati zile za usimamizi wa mazingira na doria. Tuko kwenye doria na tunasimamia maendeleo yetu na serikali inatupa support kwa sababu Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Geita. Vijana wa kata ya Lwamgasa, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameshukuru serikali kupitia halmashauri hiyo kwa kuwawezesha kupata mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 79 utakaowawezesha kukuza shughuli za usafirishaji wa abiria na mizigo kwa kutumia pikipiki na guta. Tausi Salum kutoka Geita anaripoti. Akisoma risala mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, katibu wa kikundi cha Lenga Juu Vijana amesema mkopo huo ni fursa muhimu kwa vijana kujikwamua kiuchumi, kuongeza kipato na kuimarisha shughuli zao za usafirishaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, tunaishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Geita kwa kutupatia mkopo wenye jumla ya thamani ya Tanzania shilingi milioni 79 na laki 8, pamoja na mafunzo ya usimamizi wa biashara, manunuzi, matumizi sahihi ya fedha, utunzaji wa kumbukumbu na urejeshaji wa mikopo. Elimu hiyo itachangia kwa kiwango kikubwa kukuza mradi wetu na kuongeza uwezo wa kikundi kiuchumi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuboreshea mazingira ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kupitia mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Naibu Waziri na mbunge wa Jimbo la Busanda Dr. Jafari Rajab Saif amesema ataendelea kupambana kuhakikisha vijana, wanawake na wenye ulemavu wanaendelea kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri. Kiongozi wa mbio ya Mwenge za Uhuru, mimi na mheshimiwa diwani tulikuja hapa Lwamgasa kuomba kura na tuwahakikishia wananchi hawa tutawapambania maendeleo yao hasa kwenye ile mikopo ya 10%, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kina mama, vijana pamoja na wale walemavu kwenye ile mikopo yetu ya 10% 442, na kwa uzuri mikopo hii tunaisimamia sisi TAMISEMI. Kwa hiyo naendelea kuhakikishia hawa wananchi wa kata Lwamgasa, tutaendelea kuhakikishia mikopo yenu inakuja kwa wakati na inaleta tija, na huu ni mfano wa moja ya miradi ambayo inafanya vizuri katika kata yetu ya Lwamgasa. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026 Wazo Maiko Mwangonda amesema mikopo hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanainuka kiuchumi na kuwa na uwezo wa kujitegemea. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, vijana hawa ni wanufaika wa mikopo hii ya 10%, na wamenufaika, wameweza kupata mkopo, wamenunua pikipiki zao za miguu miwili pamoja na miguu mitatu, lakini wamefungua duka la spare za pikipiki. Kwa wanaendelea kufanya biashara, kuinuka kiuchumi, lakini pia kuinua uchumi wa taifa letu. Lakini pia halmashauri yetu imeendelea kutoa mikopo hii ya 10% ambayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba halmashauri zote zitenge bajeti ya 10% ya mapato ya ndani na kuwapatia wanawake 4%, vijana 4% na wenye ulemavu 2%. Katika ziara yake halmashauri ya Geita, Mwenge wa Uhuru umekagua na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.3. Kutoka Geita, Tausi Salum, Upendo TV. Asante sana Tausi Salum kutoka mkoani Geita. Na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila
amezitaka taasisi za kisekta zilizopo kwenye mnyororo wa thamani katika sekta ya usafirishaji na upakiaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kuunganisha nguvu ya pamoja kwenye majukumu yao ili eneo hilo lifanye kazi kwa ufanisi kwa maslahi ya uchumi wa taifa. Kauli hiyo ameitoa wakati wa mwendelezo wa ziara yake katika manispaa ya Temeke ya kutembelea bandari kavu ya Kilimanjaro ICD iliyopo Kurasini jijini Dar es Salaam, ikiwa na lengo la kuhakikisha shughuli za usafirishaji na upakiaji mizigo katika bandari ya Dar es Salaam zinafanyika kwa ufanisi. Mipango mikubwa iliyopo katika wizara ni kuhakikisha kwamba bandari kavu hizi zote ambazo zina uwekezaji mkubwa na mzuri ziwe connected na reli ili kuweza kupunguza msururu wa lori barabarani, mizigo iweze kuchukuliwa na reli kwa hapa ilipo kwenda kule bandarini. Tafsiri yake sio kuua biashara ya lori, bali ni kwamba tunataka lori litakapoleta mzigo mahali hapa, basi kwenda huko ndani inaweza kupokea reli, ama kutoka hapa pia inaweza kupokea reli mpaka mahali fulani. Na hiyo ndio mipango mikubwa ya Wizara ya Uchukuzi, kadiri ambavyo naendelea kufanya mawasiliano ili kuhakikisha kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam tunazidi kuufungua. Akiwa kwenye bandari kavu ya KICD, Chalamila ametumia nafasi hiyo kutoa maelekezo kwa taasisi za kisekta ikiwemo bandari ya Dar es Salaam, mamlaka ya mapato Tanzania TRA, shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC kuimarisha mtandao jumuishi wa utoaji wa huduma zao, huku mkurugenzi bandari ya Dar es Salaam Mrisho akisisitiza mapinduzi ya kimkakati ya kisera na sheria yameleta ufanisi mkubwa na wa kasi zaidi. Kama tunavyojua kwamba bandari ni lango kuu la uchumi. Kwa hiyo shehena zinazopita katika bandari zinaleta mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa letu. Kama tunavyojua bandari ya Dar es Salaam utendaji wake umekuwa ukiimarika siku hadi siku. Tumeona shehena imekuwa ikiongezeka, lakini kwa bahati mbaya ndani ya bandari eneo halitoshi. Kwa hivyo hatuna budi kuleta mizigo kwenye ICD. Mkurugenzi wa udhibiti usafiri wa majini TASAC Nelson Mlali amesema mpaka sasa mapinduzi makubwa yamefikiwa ikiwamo usalama, huku meneja wa KICD Anita Agrewo akielezea uwekezaji wao unaunga mkono juhudi za bandari ya Dar es Salaam za kuimarisha miundombinu ya utoaji wa mizigo kwa njia ya kisasa. Kama tulivyofanya ziara yetu fupi, ICD yetu ni ICD ya kisasa yenye uwezo wa kubeba takriban kontena 10,800 TEU. Tuna nafasi ya square mita 118 kwa ujumla wetu. Tuna warehouse yenye ukubwa wa square mita 8,000. Tuna magari 149 kwa ajili ya kuhamisha makasha kwa haraka bandarini. Na sasa tuangazie habari kutoka jijini Mbeya, ambapo taasisi ya Tulia Trust imeendelea kugusa maisha ya wananchi kwa vitendo kupitia mpango wake wa Tulia Trust mtaani kwetu, ambapo imemletea tabasamu Bibi Grace Dea mwenye umri wa miaka 70, mkazi wa mtaa wa Tembela, kata ya Tembela jijini Mbeya, baada ya taasisi hiyo kuchukua jukumu la kuanza kumjengea nyumba mpya na ya kisasa. Taarifa ya Emmanuel Lulandala inafafanua. Joshua Mwakanoro ambaye ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano taasisi ya Tulia Trust amesema Bibi Grace ambaye alikuwa akiishi katika mazingira duni sasa amepata tumaini baada ya Tulia Trust kuamua kuchukua jukumu la kuanza kumjengea nyumba mpya ya kisasa. Taasisi imekuwa ikifanya shughuli mbalimbali za kusaidia jamii, lakini sambamba kwenye hili tunayo program inaitwa Tulia Trust mtaani kwetu ambayo leo ndio imetuleta hapa kata ya Tembela. Tunaamini kwamba kwenye jamii kuna changamoto nyingi, lakini ukubwa wa changamoto ya hii familia ndio umetufanya leo tuanze hapa kwenye nyumba ya Bibi Grace Dea. Tunaamini nyumba hii itajengwa kwa haraka na tutaikabidhi tarehe 25 mwezi wa 9, kwa maana kwamba siku moja kabla ya kilele cha maadhimisho ya miaka 10 ya Tulia Trust. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mtendaji wa kata ya Tembela Sikitu Robert amemshukuru mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson kwa kuendelea kutumia taasisi hiyo kuwafikia wananchi wenye uhitaji. Kwa hatua hii au kwa sadaka hizi ambazo amezidi kuzitoa kwenye halmashauri yetu ya jiji la Mbeya, hii ni mara ya kadha wa kadha ametoa hizi nyumba kwa wahitaji, lakini si jambo jepesi. Viongozi tunao wengi sana na wengi waliopita, lakini wote hawakuwahi kujaribu kufanya hicho anachokifanya.
kila siku anatoa misaada, na hajaishia Mbeya tu, anatoka hadi nje ya Mbeya. Tunamshukuru sana na tunaomba Mungu azidi kumtunza, Mungu akazidi kubariki kazi za mikono yake, Mungu akaitunze familia yake, lakini Mungu akazidi kuikuza hii taasisi ya Tulia Trust, ikazidi kufanya kwa mipaka mikubwa zaidi ya hapa inapofanya. Mwenyekiti wa mtaa wa Tembela Martin Soro amesema uamuzi wa Tulia Trust kumjengea Bibi Grace nyumba umeonyeshwa kwa vitendo namna taasisi hiyo inavyowajali wananchi hususan wenye uhitaji, huku diwani wa viti maalum kwa kata hiyo Furaha Ndunguru akipongeza mpango wa Tulia Trust mtaani kwetu na kusema mpango huo umekuwa na mchango mkubwa katika kubadili maisha ya wananchi kwenye jamii. Kwa nafasi hii pia kuipongeza taasisi ya Tulia Trust kwa uamuzi huu mkubwa ambao umeufanya siku ya leo, kwa kuona kwamba bibi huyu anastahili kupata nyumba bora mpya kulingana na mazingira anayoishi. Kwa niaba ya wananchi wa mtaa wa Tembela, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana, lakini kumshukuru sana mheshimiwa mbunge kama mkurugenzi wa taasisi husika kwa moyo wake mkubwa anaoonyesha kwa wananchi wake wa jimbo la Uyole. Anafanya mambo makubwa, lakini bado anafanya shughuli zingine za kijamii kama hizi. Namshukuru mheshimiwa mbunge kwa majitoleo yake anayojitolea kwa kumjengea bibi nyumba, Bibi Grace. Kwa kweli tumefurahi. Tembela mmetuletea tabasamu ambayo ni nzuri, ambayo mheshimiwa mbunge amefanya, na anafanya mambo mengi. Ni mama yetu ambaye anajitoa sana katika vitu vya msingi kama kujenga nyumba, kuwagawia chakula yatima, kuwapa watoto vifaa mashuleni, na kama hivi anaanzisha michezo ya hiyo ngoma za dance. Kwa kweli mama tunampenda na tunamshukuru kwa majitoleo yake yote anayoyafanya, na Mungu abariki sana. Kwa upande wa familia, Kimaro Mwaijonga amesema familia imepokea msaada huo kwa furaha kubwa, huku akieleza kuwa Bibi Grace amekuwa akikabiliwa na changamoto mbalimbali za maisha licha ya kuwa na watoto ambao kwa sababu mbalimbali hawajaweza kumpatia msaada wa kutosha. Mazingira yake mpaka dakika hii kweli ni ya kutatanisha. Sio kwamba eti kuna mtu labda alikuwa anakuja kumsaidia, hakuna. Ni yeye mwenyewe anaweza akapita huko akapata chochote ndo anaweza kanani. Na watoto hao wanaosema alikuwa anaishi nao na wenyewe wanang'ang'ana hicho hivyo. Lakini kwamba yeye ndo ana nguvu ya kwenda kutafuta nani, bado nguvu yake anaishije sasa. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa shughuli za Tulia Trust kuelekea maadhimisho ya miaka 10 ya taasisi hiyo, huku hadi sasa taasisi hiyo ikiwa imefanikiwa kujenga nyumba 26 ndani na nje ya mkoa wa Mbeya. Kutoka hapa katika mtaa wa Tembela, kata ya Tembela iliyopo jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Kutoka jijini Mbeya, mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni Hanifa Suleiman ametoa wito kwa wananchi wote wenye watoto chini ya miaka 10 kuhakikisha kuwa wanapata chanjo ya polio kikamilifu, huku akiwatoa hofu wananchi wote kuwa chanjo hiyo ni salama na imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na Wizara ya Afya kupitia mamlaka za dawa na tiba. Sema hayo leo katika uzinduzi wa kampeni ya chanjo ya polio ya matone kwa watoto wa chini ya miaka 10 katika eneo la halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, shule ya msingi Al Hassan Mwinyi, yenye kauli mbiu isemayo mpe chanjo zuia polio, na kusema kuwa zoezi hili ni la wananchi wote ili kuhakikisha wanashiriki kuzuia ugonjwa wa polio. Nichukue fursa hii kutoa hamasa kwa wananchi wa wana Kinondoni wote ambao wana watoto chini ya umri wa miaka 10 kuhakikisha kwamba wanapata chanjo hii kikamilifu. Chanjo hizi zimethibitishwa na Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na Wizara ya Afya kupitia mamlaka za dawa na tiba. Hivyo ni waomba wananchi kuhakikisha kwamba chanjo zetu hizi ni salama. Kwa ile uoga ambao tuko nao sisi wazazi kuhusiana na hizi chanjo, ni chanjo ambazo zimethibitishwa na leo kama tunavyoona hapa tunazizindua rasmi. Naye mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni Dr. Peter Nsanya amesema kuwa ugonjwa wa polio hauna tiba kwani hushambulia mishipa ya fahamu, na kutoa wito kwa wananchi wote kuhakikisha watoto wote wenye umri huo wanapata chanjo ili kuimarisha kinga ya mwili. Ugonjwa wa polio unashambulia mishipa ya fahamu, na mtoto akipata ugonjwa wa polio kwa bahati mbaya ni kwamba huwa hauna tiba. Ndio maana serikali inafuatilia sana kuona kwamba watoto wote wanapata hii chanjo.
Kwa upande wake, msimamizi wa zoezi la chanjo ya polio kata ya Hananasifu, Dr. Emmanuel Limo, ametumia nafasi hiyo kuwatoa hofu wananchi kuwa chanjo hii ni salama na kuwa zoezi hilo haliko tofauti na malengo ya serikali kuwakinga watoto dhidi ya polio. Kwa hiyo kinga yetu sisi ni pamoja na elimu, na tunataka kwamba wananchi waelewe kwamba ugonjwa wa polio unaambukizwa kwa njia ya contamination. Kwa maana kwamba tunasema fecal oral. Fecal oral maana ni kula chakula ambacho kimechanganywa na kinyesi kilichotoka kwa mtu ambaye ana maambukizi ya polio. Chanjo ya polio ni salama na ni chanjo ambayo imethibitika kitaalamu na inapatikana hapa katika huduma yetu. Kwa hiyo sasa sio zoezi useme kwamba ni zoezi lenye lengo tofauti na malengo ya serikali ya kuwakinga watoto dhidi ya polio. Mwenyekiti wa Pan African Women Organization Monica Kuga Sozigwa amesema Mama Maria Nyerere amefanya kazi kubwa inayostahili kuigwa, si kwa Tanzania pekee bali kwa wanawake barani Afrika. Amesema wanawake wana wajibu mkubwa katika malezi ya watoto, familia na maendeleo ya taifa, hivyo wanapaswa kuendelea kuwa mfano bora katika jamii. Mama Sozigwa amesema hayo wakati alipofanya ziara ya kumtembelea nyumbani kwake Mikocheni jijini Dar es Salaam kwa lengo la kumjulia hali na kumzawadia tuzo kama sehemu ya kuthamini mchango wake kwa jamii ya Pawo kama mwasisi. Kina mama si tu hapa nchini Tanzania bali Afrika nzima tuwe ni kina mama wa kuonyesha mfano kwa sababu ya mahitaji ya malezi ya watoto, malezi ya familia na maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tunaisisitiza sana, hasa katika kupatikana kwa chakula, kupatikana kwa mahitaji muhimu. Tungetamani vijana watambue kwamba mpaka walipofika ni kwa kuwa kulikuwa na wazee walioanza. Na kwa hiyo sasa hivi wasidhani kwamba wazee hawajui, wajue kwamba wazee wanajua zaidi kuliko wao, kwamba wanajua vya nyuma na mpaka vya sasa hivi, lakini wao vijana waendelee kujifunza kutoka kwa wazee ili wafanye kazi zao kwa vizuri, kwa ushirikiano. Aidha, Monica amewataka vijana kutambua kuwa mafanikio ya kizazi cha sasa yametokana na msingi uliowekwa na wazee. Hivyo ni muhimu kusikiliza ushauri wao na kushirikiana nao katika kujenga taifa. Ni muda mzuri tukaona tumpe tuzo ya kwamba amefanya kazi nzuri mno ya kuigwa, si tu kwa ajili ya Tanzania lakini kwa ajili ya wanawake Afrika nzima. Yaani ni mke wa rais ambaye tumemwona amekuwa karibu na watu, amependa kuwa anashughulika na watu. Hilo sisi kwetu lilifurahisha sana. Sisi watu wa Pawo kina mama ambao ni waasisi. Katibu mkuu mtendaji wa Pawo, Dr. Susan Kolimba, amesema kuwatembelea wazee ni sehemu ya programu ya taasisi hiyo inayolenga kuwaenzi, kujifunza kutoka kwao na kutambua mchango wao katika jamii. Na leo tumezungumza naye, tumebadilishana mawazo, lakini tuliona kwamba kuna umuhimu wa kuwatembelea wazee kwa sababu ni moja ya programu ya Pawo ambayo tumejiwekea tangu mwaka 2020 kuwatembelea waasisi au wazee kwa sababu wao ni sehemu ya taifa, lakini vile vile kujifunza, tunaendelea kujifunza. Na katika kujifunza tumegundua kwamba wanasema kwamba tusichoke, yani vijana wasichoke kufikiri, wasichoke kusaidia, wasichoke kujituma na kwamba kazi kumbe inaendelea. Pan African Women's Organization in Pawo ilianzishwa mwaka 1962 jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa lengo la kuwaunganisha wanawake wa Afrika katika kusaidia harakati za ukombozi na kutetea haki na maendeleo ya wanawake na vijana katika bara la Afrika. Huko mkoani Rukwa, wakulima wa zao la mahindi mkoani humo wameipongeza serikali kwa kuanzisha matumizi ya mfumo wa stakabadhi ghalani katika ununuzi wa zao hilo, wakisema utawasaidia kupata soko la uhakika na bei nzuri. Amos Wilson kutoka Rukwa ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakulima wameeleza hayo wakati wakishuhudia ufunguzi wa mnada wa mahindi kidigitali unaofanyika kupitia mfumo huo, wakiamini kuwa utawasaidia kuunganishwa na masoko ya uhakika na hivyo kupelekea kuongeza tija katika uzalishaji. Kupata fursa hii hatujawahi kufanya hata siku moja stakabadhi ghalani. Hivyo tumeona sisi kwetu ni fursa
kimaendeleo, hasa kuuza mahindi kwa bei ya juu. Tumejiandaa kwa ujumla na wakulima wetu wamefurahi sana kupata soko hili la mnada wa soko stakabadhi ghalani. Leo nimekuja na gunia 260. Matarajio yangu ni kuja kuuza kama mkulima angalau kwa bei ambayo itanifanya na mwaka huu nipate mvuto wa kulima. Kwani kwa sasa hali ikoje ya bei ya zao la mahindi huko mtaani? Kwa sasa bei ya zao la mahindi mtaani ni mbaya, hairidhishi kwa mkulima. Yaani unaweza ukakata tamaa usilime tena. Kwa sababu kiangalia kwanza hata vipimo vyenyewe vya mitaani havifai, ni vya kumuumiza mkulima. Kaimu mtendaji mkuu wa kanda ya Magharibi kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, Bwana Gilbert Nzunda, akimwakilisha mkurugenzi mkuu, amewasisitiza wakulima kuzingatia zaidi ubora wa mahindi wanaozalisha na kuyapeleka sokoni ili waweze kuuza kwa bei nzuri zaidi. COPRA au mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko tunasisitiza sana katika swala la ubora, kwa sababu hili swala la ubora ndio ambalo linatupa bei nzuri. Kwa hiyo tunawashauri wakulima, leteni ghalani mazao ambayo yapo bora, yamesafishwa, lakini yale ambayo hayajaoza hapa kuna mifuko mtapewa, yatapakiwa vizuri na hatimaye wanunuzi watatupa bei nzuri. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Nkasi Peter Rijwarikali amewataka wakulima kuchangamkia fursa hiyo, akisema hii itakuwa mwarobaini kwa changamoto ambazo wakulima wengi wamekuwa wakikumbana nazo kuhusu masoko ya mahindi. Kwa hiyo tunafanya mfumo huu sasa kwa ajili ya kuvutia na watu wengine ambao wako mbali na Tanzania, wako nje ya nchi, ama hata kama mtu mwingine yuko Dar es Salaam kila anaweza kununua. Kwa mfumo huu maana yake ni kwamba ataweza kununua mahindi kwa bei nzuri. Kwa hiyo wakulima wachangamkie hii fursa. Kutoka hapa katika halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa, mimi ni Amos Wilson. Mtazamaji kutoka mkoani Rukwa, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Morogoro. Ufuatiliaji na tathmini umetajwa kuwa sehemu muhimu ya usimamizi wa taasisi na utekelezaji wa mipango ya serikali kwa kuwahusisha kufuatilia maendeleo, kubaini changamoto na kuhakikisha shughuli zinazotekelezwa zinaendana na malengo yaliyowekwa. Taarifa kamili na Pasco Elias kutoka mkoani Morogoro. Akizungumza wakati wa kufungua jukwaa la ufuatiliaji na tathmini lililofanyika mkoani Morogoro, Kaimu Naibu Katibu Mkuu anashughulikia huduma za hazina amesema ufuatiliaji na tathmini haupaswi kuonekana kama jukumu la kuandaa taarifa za mwaka au kipindi cha utekelezaji pekee, bali ni sehemu ya mzunguko mzima wa usimamizi unaoanzia katika kupanga, kutenga rasilimali, kutekeleza, kufuatilia, kutathmini na hatimaye kutumia matokeo hayo katika kufanya maamuzi sahihi. Ufuatiliaji na tathmini, napenda kusisitiza jambo hili kwa taasisi zote zilizo chini ya wizara kuwa ufuatiliaji na tathmini si jukumu la idara au kitengo au sehemu zinazosimamia ufuatiliaji wa tathmini pekee. Ni jukumu la management nzima na kila mtendaji anayehusika na utekelezaji wa shughuli katika taasisi. Ndugu washiriki, katika kipindi hiki cha utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2020-2025 au 2050, tunahitaji kuhakikisha kwamba mipango yetu haibaki kuwa nyaraka nzuri za kupanga, bali inatafasiriwa katika utekelezaji wa matokeo yanayoweza kuoneshwa kwa ushahidi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini kutoka Wizara ya Fedha amesema ufuatiliaji na tathmini ni sehemu muhimu katika kuhakikisha utekelezaji wa mipango na shughuli za kiserikali unafanyika kwa ufanisi na kuleta matokeo yanayotarajiwa. Na lengo kuu hasa ni kujenga uelewa wa pamoja, kubadilishana uzoefu na mbinu bora, kujadili changamoto zinazokabili utekelezaji katika ufuatiliaji na tathmini na kukubaliana hatua za pamoja za kuendelea kuboresha na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini nchini. Jukwaa hili pia limeandaliwa na kutambua kuwa taasisi zetu zote zilizo chini ya Wizara ya Fedha zina majukumu na miundo tofauti ya utekelezaji. Aidha, katika eneo la ufuatiliaji na tathmini kuna uhitaji wa kuwa na misingi na uelewa unaofanana ili kuhakikisha taarifa zinazoandaliwa zina ubora, zinaaminika na zaidi zinatumika katika kufanya maamuzi.
Nao baadhi ya wawezeshaji wa jukwaa hili wameeleza mipango mikakati walioiweka. Sisi wawezeshaji kwa maana ya Chuo Kikuu Mzumbe na vyuo vikuu vyote na taasisi zote ambazo kimsingi tuna MOU na ofisi ya Waziri Mkuu wa kujengea uwezo masuala ya monitoring and evaluation kwa maana ya mafunzo ya muda mrefu na mafunzo ya muda mfupi. Tutaendelea kushirikiana na Wizara ya Fedha na serikali kwa ujumla kuendelea kuboresha hii kada ya monitoring and evaluation, mwisho wa siku iweze kuleta mabadiliko chanya na kuona tunafanikiwa. Tusiwe tunasubiri matatizo yatokee ndio yaweze kufanyiwa kazi, lakini kabla tatizo halijawa kubwa iweze kuonekana kwenye ufuatiliaji na tathmini, na mwisho wa siku iweze kufanyiwa kazi na kupata matokeo chanya. Kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi na hii ni Upendo TV. Amani kwa wote. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.